Mimi naitwa Steven Japhet Karasha, ni ndo mwenyekiti wa wilaya hii ambayo ni wilaya namba 1 Tanzania, ambayo ndio inayoongozwa kwa mafuriko ya kuiua CCM. CCM ni hapa tulipo sisi tuko kwenye kichwa cha nyoka, lakini nasema mpaka namaliza muda wangu CCM nitakuwa nimeimaliza. Mimi niko mbele yenu kuwashukuru kuwapongeza kwa yale madhila mnayopewa na wenye viti wa mitaa, mabalozi wa nyumba 10 pamoja na watendaji wa kata hii. Mimi niseme hivi, katika utawala wangu siwatambui mabalozi wa nyumba 10 wa Chama cha Mapinduzi. Mabalozi wa nyumba 10 wa Chama cha Mapinduzi kazi yao ni kufanya kazi ya kuwatafuta wanachama Chama cha Mapinduzi ambao chama kimekufa. Kwa hiyo polisi akija na balozi kwako, mwambie polisi na wewe ni CCM. Polisi ngazi yake ni kuanzia kwa mjumbe wa serikali ya mtaa, mjumbe wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa au mtendaji wa kata, sio balozi wa nini? Kwa hiyo ukimwona polisi amekuja nyumbani kwako kwamba amekuja kukamata kwa sababu wewe unakosa fulani au unasema, mkatae, mwambie huyu simjui, mimi ni Chadema. Sawa sawa. Namshukuru katibu wangu wa kata kwamba ulitoa agizo, kwa sababu CCM wamekuwa ni wabinafsi, kwamba sasa wajizike wao na sisi tujizike. Kwani wapo hapa? CCM si wachache, sisi wengi Mapinduzi. Watatuweza kweli? Na asubuhi nilikuwa naongea na OCD. Nilipopata taarifa kwamba mmenyimwa uwanja wa mwalimu anasema tukachukue kibali kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Dodoma, nimemwambia OCD na kuheshimu kwa leo, ila sitakuheshimu kama utaingilia utawala wa watu wa CCM na maelekezo ya wenye viti wa mitaa. Uwanja wa shule ni mali ya umma, tunautumia sisi ili mradi tu kusiwe na mkutano wowote ambao umeandaliwa pale, na wala kusiwe na siku za masomo ya wanafunzi. Sawa sawa. Kwa hiyo katibu wangu, usije ukaambiwa uwailishe mkutano kupitia kwa mwalimu mkuu wala mkurugenzi. Hiyo ni kosa kubwa sana. Leo tumewaheshimu, lakini nimeongea na OCD, tumekubaliana. Nimemheshimu kwa leo, lakini nilikuwa nimepanga mkutano wangu uendelee pale, kwa sababu sheria inaruhusu. Sheria ya vyama vya siasa inasema mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa itafanyika kwenye viwanja vya umma au maeneo ya wazi yaliyotengwa kwa ajili ya kazi za umma. Ikiwa ni kwa mtu binafsi tutamuomba ruhusa, lakini si vinginevyo. Umenielewa? Kwa hiyo katibu wangu, leo tumeheshimu, lakini tunaenda kuandaa mkutano kufanya pale, wanataka hawataki. Tunazuiwa kufanya mikutano kwenye maeneo ya afya, vituo vya polisi na vile vitu vingine vya dharura ambazo zinaweza kutokeza pale wakati mnaendelea na mkutano, lakini sio kwenye viwanja vya umma. Naomba huyo mwalimu afikishiwe taarifa, hata tuchezea tena. Tumemheshimu OCD kwa sababu ni mama, na yeye amesema kwa leo tuvumilie wakati utaratibu mwingine unaendelea. Hakuna kibali tunachoenda kukiomba kwa mkurugenzi. Tunayempa taarifa ya mkutano wetu ni polisi wa wilaya ambaye ni OCD. Ndiye sheria inayemtaka. Sheria imtaki RPC, sheria imtaki IGP, sheria imtaki mtu yoyote zaidi ya kamanda wa polisi wa nini? Ndiye aliyetajwa kwenye sheria tu. Hao wengine ni vibaraka tu wa Chama cha Mapinduzi. Sawa sawa. Kingine nataka niongee na nyinyi. Nikisema Tundu Lissu, semeni free. Sawa? Wanahitaji kutuzima mdomo. Juzi wameenda Dar es Salaam, polisi wanatumia mafuta yetu, wametumia kodi zetu, wanaenda kumkamata mtu kuangalia kama ana t-shirt za Free Lissu. Kusema Free Lissu si kosa wala sio kosa la jinai. Yule ni kiongozi wetu. Tunajua yuko ndani kwa ila wanamuogopa. Sasa nasema Tundu Lissu. Tundu Lissu. Tundu Lissu. Tundu Lissu. Tunamhitaji. Asiyemlilia mama yake na baba yake ajue uchungu wa kumzaa. Yule ni mlezi wetu. Tunaelewana? Kuvaa t-shirt imeandikwa Free Tundu Lissu si kosa. Sawa sawa. Kuvaa t-shirt inayodai katiba mpya si kosa. Sawa sawa.
Kwa hiyo msinyanyaswe na vibaraka wa CCM ambao wanasumbua, kwa sababu wao wakiona mtu amevaa free list, katiba mpya, wanajua mwisho wao umefika. Sawa sawa, wanaanza kumpigia mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya naye ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM ya wilaya. Mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM ya mkoa. RPC anaingia kwenye vikao hivyo. OCD naye anaingia. Ni kwa sababu ya katiba mbaya. Mkuu wa wilaya hawezi kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wakati hajui kutumia hata bastola, hawezi kutumia hata gobole, anakuwa yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wakati yeye ni kibaraka wa Chama cha Mapinduzi. Tunaelewana? Kwa hiyo tunahitaji katiba mpya ili tuweze kuondoa hawa vibaraka kwenye utawala, kwenye majeshi yetu. Jeshi liwe linatusaidia wananchi. Tunahitaji police service, hatuhitaji police force. Tunaelewana? Kwenye katiba mpya lazima tuwe na kitu kinachoitenganisha polisi na siasa, sawa, ili waweze kukaa sehemu moja na kutenda haki sawa sawa. Tunaelewana? Hao polisi wetu mnakuwa mnawaonea. Shida kubwa ni kwa sababu mkuu wa wilaya ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama na katibu wake ni OCD. Kwa hiyo anachokifanya, anamwagiza OCD kutenda kinyume na sheria, na kwa sababu wao wanalinda ugali wao, ndio wao wanakuja kutumia mabavu yao ili kutuumiza. Tunaelewana? Nitume ujumbe kwa mwenyekiti wa mtaa ambaye amekuwa akisingizia vijana wetu kwa singizia kesi zisizokuwa na kichwa na miguu. Na ninasikia mnapelekwa kituo cha UDOM. Mkienda kituo cha UDOM mnaambiwa wako Central. Mkienda Central mnakuta hawapo. Mimi nitume salamu. Watu wangu watakapoonewa, mimi nitapambana na mwenyekiti huyo. Kwa sababu hahitaji kuambiwa ukweli. Mtu ambaye yeye anauza mali za umma, anakula pesa za watu, ameingia madarakani kiubavu, haiwezekani akanyanyasa wananchi. Haitawezekana. Mimi mwenyekiti wenu nipo. Nipigie simu muda wowote. Na mimi kwa cheo changu nilicho nacho, nitaenda kuongea na viongozi wa polisi. Nasikia kituo cha UDOM wamekuwa wanaonea sana watu wa Chadema. Wakiage mpaka mabalozi wa nyumba 10 wanapiga simu kwa mkuu wa kituo cha UDOM. Kama uko hapa, tafadhali sana, tutende haki. Tutende haki. Tusifanye Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni mkimbizi katika taifa hili. Tunatetea haki za Watanzania. Kwa hiyo kupigiwa simu mara moja unakuja kumkamata mwananchi bila kufanya uchunguzi, kwa kweli haipendezi. Unajua, zamani mtu ili ukamatwe ulikuwa unakuwa umefanyia uchunguzi. Siku hizi unakamatwa kwa maelekezo. Lakini tumesema hatutaogopa, tutasonga mbele. Na hii tabia ya mwenyekiti anayoifanya kuitumia jeshi la polisi kama kinga ya maisha yake ya kula pesa za wananchi, sisi tutamsema asubuhi, tutamsema mchana na tutamsema usiku madhambi yake yote. Na viongozi wangu, msirudi nyuma, msimogope. Aliingia kwenye utawala kwa mabomu. Ndio maana natumia polisi kuendesha mambo yake. Mimi nimesema kilio chenu nimekipata, na mimi nitakisimamia, na nitaongea na viongozi wa jeshi la polisi juu mnavyotendewa na kituo cha UDOM. Nitaongea nao. Vituo vya jeshi la polisi havijajengwa kuonea watu, vimejengwa kulinda watu na kuzuia watu ambao ni vibaka. Tunaelewana? Kwa hiyo hawa ni ndugu zetu. Lakini ninasikia mkimwona mkuu wa kituo cha UDOM mnakimbia. Msikimbie. Mimi nimesikia kilio chenu. Nitawaambia viongozi wao. Nitawaambia msikimbie. Pazeni sauti. Sema hatutaki kuonewa. Lakini na nyinyi ninawaombe, tutii sheria bila nini? Ili wao wakianza, sisi tutapaza sauti. Tumejitoa kwa ajili yenu nyinyi, na ni lazima tuseme ukweli. Na ni kwa sababu ya katiba mbovu, ni kwa sababu watu wameingia madarakani bila kupata ridhaa ya wananchi, ndio maana wanatenda maovu. Mimi nimetoka Ng'ong'ona, nimetumia risali zima. Badala ya kuangalia matatizo ya wananchi ya barabara, wanaangalia wale nini, wachukue nini, waibe nini.
Nimesikia matatizo ya kituo cha afya, nimeyapokea, na mimi ninasema hivi, hawa viongozi, diwani na mwenyekiti wake wa mtaa huu ambao na wenye viti wengine wanaounda ODC hawawezi kutekeleza matakwa ya sheria, wanaendesha mambo yao kiubabe. Kwa mapinduzi na ng'ong'ona yangu hawataweza, na kwenye utawala wangu huu mimi hawataweza. Kwa hiyo ni wasii wa Tanzania ambao mko hapa, mkisikia tarumbeta ya katiba mpya, tokeni. Ndio mwisho wa matatizo yote. Katiba mpya ndio mwisho wa kuiondoa CCM. Na wao hawataki kuondoka kwa sababu hawataki katiba mpya kwa sababu wanajua wataondoka. Tukipata katiba mpya tunapata tume huru ya uchaguzi. Tukipata katiba mpya tunapata utengano kati ya polisi na raia, polisi kuondoka kwenye siasa za chama kimoja. Mnaelewana? Baada ya hapo, naomba niongelee swala la mchanga na swala la kutosomewa mapato na matumizi. Ndugu yangu na ndugu zangu wana mapinduzi, dawa ya kusomewa mapato na matumizi ni kuiondoa CCM madarakani. Wao wanaiba mpaka kwenye chungu chao, wao wanajibia mpaka kwenye mifuko yao. Nyinyi mmeona toka Magufuli amekufa hakuna mradi wowote mpya ambao umeanzishwa katika nchi hii. Miradi yote ni mwendelezo wa miradi ya Magufuli. Pesa alizoacha ameomba ndo zinazoendeleza kufanya hizo kazi. Hawa walioingia kipindi hiki, serikali ya Lamu haijawahi kufanya chochote wao zaidi ya kukimbiza mwenge na kuzindua vyoo. Mwenge ambao umekuwa ni kikwazo kikubwa cha uharibifu wa mazingira. Mwenge ambao umekuwa ni kikwazo cha kuwaondoa watumishi katika ofisi zao. Mwenge ambao umekuwa ni kikwazo cha kueneza ukimwi pira unapokesha. Wao ndio wanaopepelea waenda kacheze singeli. Lakini tutasema baada ya katiba mpya mwenge tunaenda kuondoa. Ukapelekwa makumbusho, tuseme Mwalimu Nyerere alileta mwenge kuanzisha vijiji vya ujamaa, na sasa hatuna ujamaa tena. Kwa hiyo na mwenge ukapumzike wapi? Makumbusho. Mimi nilishasema hakuna mwanachadema atakayeenda kuchangia mwenge, hatuwezi kuchangia laana. Hakuna kuchangia mwenge mtu wa Chadema kwa sababu mwenge hakuna ulikotajwa kwenye sheria. Huo mwenge ni mwenge ambao upo tu. Ni mwenge ambao unatengeneza ulaji wa watu, unakimbizwa na watu chipukizi ili baadaye akapewe kuwa wilaya. Kwa hiyo mimi chama chetu sisi kinasema ukija kuambiwa changia mwenge, mwambie mtendaji kachange mwenyewe. Mwenge kuchangia sio lazima, na ni lazima tuwaambie muelewe. Kazi ya chama cha siasa ni kutoa elimu ya siasa na watu kutambua wajibu wao. Tunaelewana? Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuja kueneza siasa na kueleza wajibu wenu. Mheshimiwa Katibu, nimefurahi pamoja na msuko ulioipata, lakini kwa watu hawa na kuahidi nitaongea na mwenyekiti wangu wa mkoa. Anzeni kuandaa mkutano mkubwa wa kata ambao tutaufanya Mapinduzi B hapa na Mheshimiwa Lema akiwepo na Mheshimiwa Sugu. Hatuwezi kuendelea watu kuwalea. Unajua kama mbwai na iwe nini? Sasa nitakuja na Sugu hapa, nitakuja na Lema hapa, ili hao watu wajue kwamba hatutaki utani wa kuwasumbua watu wetu. Kwa hiyo naelekeza katibu wa kata na mwenyekiti wa kata, anzeni maandalizi. Tunapoanza operation kata katika, yani tuna operation ya kanda ya kati, kata katika, ambayo tunaanzia operation hii itaanzia Morogoro, ikitoka Morogoro itakwenda Singida, ikitoka Singida inakuja hapa Dodoma. Tunawafunika kwenye kata zote, tunaenda kumaliza mtekelezo, tunaua kichwa cha nyoka. Yes. Tunakanyaga kata zote na viongozi wakuu, tukiwa na Msigwa yuko ndani ya nyumba, tutakuwa na Lema, tutakuwa na Sugu, tutakuwa na Boni. Tunaikanyaga CCM Dodoma mpaka walie po, watalia po kwenye utawala wangu huu. Tunahitaji CCM wanyamaze na wasikamate watu wetu. Sasa tumeamua
nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, mpaka kieleweke. Wenyewe somezea siasa za uchaguzi. Sasa moto tunawaletea hata usahau. Labda warudi wakamtafute msajili, maana na msajili amechokonoa, tumemchokona. Ametugusa tu tukampiga. Kama alivyosema kijana hapo. Hivi Tundu Lissu akitoka kama namna hii CCM na weweseka. CCM ipo? Kwa Heche tu amekwisha. Je, akitoka na polisi wakakaa pembeni wakatuacha tukacheza siasa, CCM inatokea wapi? Haiwezi kutokea. Uchaguzi wenyewe wa mwaka jana wameupata kupitia jeshi la polisi. Bila polisi na vyombo vya ulinzi na usalama wasinge kuwepo. Watu walishaamua uchaguzi usifanyike. Watu walishaamua kama ni mbwai na iwe nini? Watu wamechoka.